kitabu cha ile 8:9. Mathayo 8:9. Mstari wa 8. Anasema akawaambia Musa 7-8. 7 inasema wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Mstari wa 8 akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa ya kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Anasema divorce haikuwa kwenye mpango wa Mungu. Kwa ukikuta divorce inatokea ni watu wamefika mahali imeshikana ile ya mwisho, lakini Mungu hapendi. Anasema ikiwa hivyo tangu mwanzo. Mungu hakuwa amepanga kwamba watu wakikutana waachane. Anasema Musa ndo. Kwa hiyo Musa ndo alisema kwa sababu anasema tena anatoa sababu kwa sababu ya ugumu wa mioyo. Aliona watu watauana, watu watakatana mapana. Kuliko ukatwe panga, basi Mungu atalaka uondoke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Kwa hiyo divorce sio mpango wa Mungu. Kwa hiyo ukiona watu wana divorce huko au unasikia sasa hizi hata hawa nao waita maromodo nye mabinti wa kanisani, watu wa duniani ambao ni ma-influencer wa mitandaoni ambao hawawezi kutunza ndoa zao, ndio unawaita role models, ambao they have had ndoa zaidi ya moja. Wao ndoa ni uwekezaji, ndio tunamuita role model. Kwa sababu ya ugumu wa mioyo ya watu, ndio Mungu akasema basi divorce ziruhusiwe. Lakini haikuwa hivyo tangu mwanzo. Kwa hiyo kwa ajili ya hili basi Mungu amesema watu wanaweza. Kwa hiyo ili swali la kusema ni sahihi kumwacha baada ya kuoana nikishagundua sio mpango wa Mungu. Nimesema kama sio mpango wa Mungu, utaona kabla hajakuoa. So baada, yaani akishakuoa hata mpango wa Mungu unataka uzime. Hata Mungu hiyo ndoa haruhusi kuingilia. Na wapendo kweli, hakuna kitu Mungu anaheshimu na hataki kuingilia kama ndoa za watu. Kuna siku Mungu alikuja akaingilia ndoa ya mtu, akasema, "Hey, my dad, why my brother?" Akasema, "Mwanamke ndio yule." Akasema, "Mpenzi, si ulikuwa mpweke wewe, nikaona nikuletee mwenza." Basi sawa. Kuanzia leo simpi mtu, kwa sababu Mungu ndo alimletea Adamu. Yes. Kuanzia pale alisema sitafuti mtu. Akasema apataye mke, yaani tafuta mwenyewe ukipata. Sisi tutakachofanya ni kubless. Apataye mke, amepata kitu. Na sisi tutampa kibali. Kuanzia sasa hatutafuti mtu, kwa sababu blessing inaturudia sisi. Adamu akasema sikuomba nini. So Mungu anaheshimu marriage kiasi kwamba hata Mungu hawezani kuingilia. Akishaona ina heka. Ndio maana anataka aidha mmoja azidi kumwombea mwenzake aidha abadilike au kutokee kitu au kutokee kifo. Yaani kitokee kifo ndio anasema basi ni ndoto. Hakuna kitu kinampa Mungu stress sasa hizi mama ndoa. Hapo ndoa za Wakristo. Hivi unajua hakuna stress mahali inatokea kama kwenye ndoa za Wakristo. Yaani Mungu kila leo anatulalamikia watumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Tunamuumiza Mungu kwa sababu mahali tunapoonywa na wazazi, mahali tunapoonywa na watumishi sie, kwa sababu wewe homoni zimeshajizalisha huko, hausikii chochote. Tukishaka sie Mungu amesema hapana, amesema no, nimemwota malaya hizo. Yaani kwenye mnada akisema kwa mara ya kwanza, kwa mara ya pili, kwa mara ya tatu, kwa wanasema adeni. Mungu asaidie sana mabinti zetu. Kwamba msikosee. Kwa hata hormone zinapozalishana, acha nafasi ya Roho Mtakatifu kuzaliwa bila ili akuonye. Roho Mtakatifu yoyote anaye
ona ukishaolewa hakuwa Roho Mtakatifu. Ni uongo, ni uongo, ni uongo. Ni wewe umeingia, umekuta kumbe anatemba. Mbona anatokaje hapa? Pastor alionya mama, narudije kwa mama. Mama anasema hawamtaki mimi nikamng'ang'ania. Basi nimeonyesha ndo namna pekee watu wataungua moto ile siku. Haya, so na okay, yes, naomba ndio Mungu amesema alichokuunganisha yeye. Sasa kuna ndoa za kila aina, ndoa za Kiislamu, ndoa za kiserikali, ndio kiachana hizo za kanisani. Ndio Sasa swali langu, je, kama ni ndoa ambayo sio ya kanisani, labda ya Uislamu, ndio au labda ni serikali, zingine za kimila, sijui za nini, ndio hizo zinafanyikaje? Okay, kwa wale ambao hawajasikia, anasema maandiko yanasema alichokiunganisha Mungu wanadamu asitenganishe. Sasa kuna wale ambao hawajaunganishwa na Mungu, wengine wanaunganishwa na serikali, wengine kimila. Swali zuri sana, lakini nilijibu hivi. Kwa mujibu wa maandiko, kimaandiko tukisema fulani ni mwanandoa au fulani amemwoa fulani, sio kwa sababu mlisimama hapa ukasema I do mpaka kufa. Ndoa ni watu wawili walioungana kimwili. Hello. Kwa hiyo hata kama ni ya kimila, siku wamebebana wameenda nyumbani, mbinguni inaandikwa wameoana. Ndio maana zamani kulikuwa hamna sherehe. Ni sasa hizi tu ambapo mnasumbua vijana vichwa. Unataka eti mkeo uende mpaka kule watu. Zamani kulikuwa hakuna kubebana, kuvaa shati, kuvaa suti. Watu, Mungu ilikuwa akiangalia chini, akimuona baba A amekaa na mama B, anajua okay, kumbe wameona. Sasa akiangalia Gambia, akiona huyu yuko na huyu, wewe unasema ndio nyingine hiyo. Akiangalia kusini vivyo hivyo. So ndoa sio chuma inaovaliwa kwenye dola. Ndoa sio watu wawili. Je, hiyo ni very important kwa ajili ya order katika kanisa la Mungu. Lakini ndoa uelewe kwamba ni watu wawili ambao wanakutana. Sio unaelewa? Kwa hata kama ilikuwa kimila, hata kama ilikuwa kiserikali, mmebebana mkaenda mahali, there is a door because there is a gun. Okay. Yes.